sitayeyuka. Neno lake Bwana imara, utasimama, simama. Ni wewe Bwana. Chukua nafasi yako, mwambie Mungu na kushukuru. Yesu ajidhirishe katika ibada hii, akafariji jamii, akafariji majirani. Mungu huyu akafariji na hata marafiki na kila mmoja aliye hapa. Mwambie Yesu endelee na kuatia nguvu. Omba pia ni kwa ajili ya ibada hii ni tamati. Iwe ibada yenye baraka, iwe ibada yenye uvuvio wa Yesu, iwe ibada ambayo wengine wataweza kumpokea Yesu katika ibada hii. Wengine katika ibada hii pia Mungu akapate kuwaponyesha, akaweze kuwaponyesha. Wengine pia Mungu akawatie nguvu, maana mateso, magonjwa, mwambie Yesu akaweze kuwatia nguvu. Heri ni jina Yesu, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina la Yesu, heri ni jina la, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Pasa sauti yako, mwambie Yesu, heri ni jina lako, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, jina la Yesu linazo nguvu, jina la Yesu laponya, la Yesu imba, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina na kutawala. Mungu, tuko hapa kwa ajili ya ibada, tuko hapa kwa sababu ya sherehe hizi, tuko hapa kwa sababu ya kuwa pamoja kwa ajili ya ibada hii ambayo Mungu umepata kuipanga. Basi tunakuomba Mungu katika jina la Yesu, kile tunahitaji kwako ni ufariji. Fariji jamii hii Mungu, fariji majirani, fariji marafiki, fariji kila mmoja aliye mahali hapa. Mutie nguvu katika jina la Yesu, mukamate kwa ajili ya uwepo wako na neema zako. Wacha Mungu ziwe kwake, wacha ukatuongoze kwa ajili ya kila jambo tutakalolifanya mahali hapa Mungu, na hata tuonapo kila jambo limekamilika, mioyo yetu ikatakuwa na kila jambo la kusema ni asante. Anza nasi Mungu, maliza nasi katika jina la Yesu. Tumama na hata kushukuru. Thank you. Mkaaji tu hapa karibu sehemu ya Mwalvanga, wacha niseme nitoe pole zangu kwa familia, marafiki na wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya shughuli hii. Ningependa pia kusema kwamba wacha Mungu atuzidishie faraja zake na atuzidishie uvumilivu. Wakati huu ningependa tuweze kupata historia ya Mama Tabitha na itasomwa na mjukuu mmoja. Kwa hivyo anahusika na kusoma historia ya Mama Tabitha. We are gathered here today to celebrate the life of Tabitha Mikali Mutuku. The life of late Tabitha Mikali Mutuku.
Birth. The late Tabitha Mikali Mutuku was born in 1949 at Mumangu, Machakos County. She was the first daughter to the late Ibrahim Masila and the late Margaret Mbegwa. She was sister to Elizabeth Masila, Christine Masila, Makau Masila, Ndeke Masila, Kikau Masila, Kanini Masila, and Mutindi Masila. Education. The Tabitha Mikali started her education in Kichakasimba Primary and later joined Matuga Girls High School. She joined a government college and she later joined a government college. Marriage life. The Tabitha Mikali was married to the late Philip Kioko Mutuku in December 1971 and were both blessed with the following children: the late Solomon Mbale, Ibrahim Kialo, Florence Nduku, Abednego Kioko, and Rachel Muniva. She was daughter-in-law to the late Kioko Mbale and the late Muniva Kanya. She was mother-in-law to Josephine Mutisia, Beatrice Makau, Titus Kasolia, Jacqueline Mwanza, and Francis Kalola. She was aunt to Mweni, Frida, Nathan, Masila, Ndege, Nunge, Nuku, Mutie, Susanna, and among others. She was grandmother to Pamela Mbide, Andrew Mutuku, Philip Kasolia, Stephen Mutisia, John Mutuku, Purity Kialo, Shadrach Kialo, Meshach Kialo, Mercy Mutinda, Lewis Kioko, and Maxwell Mutuku. Christian life. The late Tabitha Mikali processed and practiced Catholic faith from childhood in Kichakasimba Catholic Church and later joined AIC Maluvanga and the AIC Junction, where she served until dismissed. Social life. The late Tabitha was social and friendly to all. She was a field educator on family planning and hygiene. She also was an active farmer. Sickness and dismiss. The late Tabitha Mikali lived a healthy life though she had arthritis. The late Tabitha Mikali lived a healthy life though she had arthritis. On Sunday, 2nd March, she collapsed and passed on. Mom, we loved you with all our hearts, but the Lord loved you more. Rest in peace, dear Mom and Grandma to you. Kwanza nimshukuru Mungu. Pili, nichukue nafasi hii pia niwashukuru nyote, nikianzia na watumishi wa Mungu, nije kwa marafiki, kwa majirani na kwa familia pia, na kwa yeyote ambaye kwa njia moja ama nyingine ameacha shughuli zake akaona ni vizuri awe na sisi wakati huu wa kufanya sherehe ya mwisho ya mama yetu. Taongea kidogo historia fupi tu, sababu historia ni nyingi ya mama, lakini nitaongea maneno machache kuhusu historia ya mama wakati wa mwisho tu. Nataka niseme kama vile mmesikia imesomwa, mama hakuwa na shida ya kimwili, alikuwa na shida ya arthritis. Nafikiri mnaelewa arthritis ni ugonjwa wa miguu, magoti, na zile ni shida ambazo ziko na watu wengi wanapofika umri ule. Kimwili alikuwa na matatizo ya kawaida, yale ambao huwa na wakati kufikia watu wakati wanafika umri ule. Ndio sababu tunasema hakuwa na chochote ambacho kilikuwa kinamzidia. Kwa wiki ya mwisho alikuwa mwenye kuongea na watu sana, especially watu wake wale wa karibu. Ni kama alihisi kuwa muda wake umeendelea kuisha, na ni kama muumba wake anaendelea kumtayarisha kuhama katika maisha ya dunia hii na kuingia maisha mahali alikuwa amemwandalia. Kwa hivyo tulikaa tukiongea naye kama familia, na ajabu alikuwa anapigia kila mtu, kila mmoja, including hata wale ambao ni wa sehemu ziko mbali.
na tukawa tunaongea akijieleza tu vile angependa kila mtu akae na yeye. Na nikija kwa ukurasa ni kama wa mwisho wa hiyo shuhuda, siku ya Jumamosi nilikuwa na mama hapa masaa ya jioni, akatengeza chakula yake vizuri wakati wa jioni akiwa na wale ambao walikuwa nao. Tukaongea sana mpaka masaa ya kuchelewa jioni, karudi nikaenda kwangu, maana mimi nakaa pande ya juu kidogo pale. Siku ya Jumapili tukaamka kama kawaida, tukajitayarisha kwenda kanisani, na kwa sababu ya miguu mama alikuwa hazienda kanisani, alikuwa anatumana, lakini alikuwa ni mhudumu wa kila jambo ambalo lilikuwa linaendelea kanisani, na alitaka kufuatilia ajue. Nikisema mhudumu na maanisha alifanya kazi ya Mungu kuanzia ujenzi na mambo yote ambayo yanaendelea kanisani, na wachungaji wako hapo kama mashahidi. Sasa tulipomaliza kanisa, wakati asubuhi akatuma mjukuu wake, walikuwa wako after, akatumana kule juu tuletewe, kuna avocado mnaona pandile ya chini. So wajukuu walikuwa hapo wakitunda zile avocado, akasema zingine tuletewe, zingine zigawanywe wale walikuwa hapo. Na akapeana sadaka yake niletewe ndio nimpelekee kanisani, kama alikuwa desturi yake. Sasa nikitoka kanisani, nafikiri wale wametoka pande ya juu huku pande ya Shimbazi, wameona mahali kuna simiti pale, mahali wamejengewa simiti. Nikiwa pale mama akanipigia simu. Kawaida yangu akinipigia kama niko kwa pikipiki, namwambia ngoja nisimame tuongee. Lakini siku hiyo nikasikia roho ameniambia nisimame nisikie anasema nini. Akaniuliza ibada ilikuwa vipi? Kaambia ilikuwa nzuri, tumebarikiwa. Hata tulikuwa na mchungaji mpya leo wa kutoka sehemu ya Manyata hapa kwa Manyani, na ametuongelesha injili nzuri ya kitabu cha Joshua. Akaniambia ni vizuri, na mimi nilikuwa nataka kuelezea kwamba ile manake jana yake alikuwa na mafua kama siku 3, hii mafua pia kwa sababu ya vumbi. Na nikawa nimemletea ile dawa inaitwa Citizen, unajua ile kadawa kadogo. Akaniambia nilikuwa nakwambia ile dawa umeletea jana imenisaidia, hata nimelala vizuri. Na hata asubuhi nimekunywa na sasa nasikia naendelea vizuri, ile mafua imeisha, kifua imefunguka. Sasa ukipata nafasi uende unichukulie nyingine ndio nikunywe jioni na niamkie kesho. Nikamwambia kwa sababu jua ni kali, wacha kidogo nipumzike, alafu ikifika masaa ya pale saa 10 nitatoka niende nikuchukulie ndio nikuletee. Sasa hiyo ilikuwa mida ya saa 7:30 hapo. Mimi nilipotoka kufika kwangu nikapumzika kidogo, kama baada ya masaa ama saa na nusu ama masaa mawili ndio nilipata simu kwa mke wangu akiwa amepigiwa na mke wa ndugu yangu hapa nyumbani. Simu ilikuwa inasema kimbia mama ameanguka. Sasa mimi sikujua, nikawa nauliza ameangushwa na tumeongea na mama muda mfupi. Tena alikuwa mchangamfu na alikuwa hata anapanga mipango yake. Nikangangana kumuuliza amefanya, ananiambia kimbia, nafikiri naye pia alikuwa amezidiwa na ile hali. Basi nikateremka nikafika hapa. Kufika nikakuta mama hali yake si nzuri, alikuwa kweli yuko wamemweka pale kwa kitanda, lakini anakuwa anajaribu kupumzi, lakini pumzi inaenda. So tukaita gari mara moja, tukamweka kwa gari, tukaanza safari ya Msambweni. Tuka Msambweni, kaenda kwa kitabu kujaza kawaida pale. Bahati nzuri nikakuta daktari rafiki yangu ambaye namjua. Ananiambia hata ukijaza kitabu acha nimwangalie dakika moja, wewe endelea kujaza. Nikiandikiwa ile kitabu ikigongwa rubber stamp, kitambo nigeuke, nikaona daktari ametokea pande, akaniambia hata waambie waje, mama hayuko. Kwa hivyo hiyo nimeongea ndio wale pengine wajapata historia kamili muisikie, ndio wajue yule mama naweza sema she slipped away. Mungu alipoona wakati wake umefikia, na mambo haya huwa hayatokei kwa kila mtu. Ndio sisi sote, hata mimi niko hapa, ni vizuri tukae na njia nzuri, tukae na uhusiano mzuri na Muumba wetu. Ndio wakati wa kupumzika pia upumzike kwa amani na uwe umeenda kwa njia ya utulivu. Nilipokuwa nikisoma kitabu ya Mwanzo, niliona wakati Mungu alikuwa anataka kumfanya mwanadamu alitumia mavumbi. Na alipomaliza akapuliza hewa, ambaye hewa ni uhai. Ndio hiyo naongea, hiyo ni pumzi ya Mungu. Soma zaidi vitabu utakuta wakati ufika Mungu akachukua kilicho chake, na haya mavumbi yanarudi. Kwa hivyo tuseme, nikisema wanasema wacheni Mungu aitwe Mungu, na tukubali
na tuseme kwa familia, tumruhusu mama, nyanya, anti, dada, kila mtu na majirani apumzike kwa amani. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you. Simama hapo uweze kupata picha. Tunashukuru Mungu kwa muda aliotupa kukaa na mama lala salama. Tulikupenda sana. Shukran, wamekuwa brief. Thank you. Nawashukuru nyote. Kwanza na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Tumsifu Yesu Kristo. Na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote mliofika leo kujumuika nasi katika harusi ya mama yetu ya mwisho. Karibuni sana na mbarikiwe. Mama yetu tulimpenda sana, ila Mungu amempenda zaidi. Tunaiombea roho yake ipumzike kwa amani. Na pia tunaiombea roho ya baba yetu na roho ya kaka yetu Solomon Ndale na roho za marehemu wote zipumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Asanteni. Shukran, kusubirini kidogo. Ingieni hapo mpate picha, alafu watakuwa wanaenda kuketi. Nirudishie Mungu shukrani na wote ambao mmefika hapa siku hii ya leo. Kama si nyinyi na fedha yenu, sisi familia ya Mutuku, Kalola na Kasolia hatungeweza haya mambo. Yalikuwa mangumu. Lakini kwa vile mlichip in, all of you, ndio hii mambo tunaona tutafikia kikomo. Mimi kuhusu Mama Muthoniwa sitaongea mengi. Tumeishi na yeye mzuri na alikuwa akitupatia mawaidha mazuri. Tukija hapa kwake alikuwa akitutunza hata mahali tuko. Kuna kitu tutamisi hapa na huyu bwana. Tutamisi kuku za hapa, matunda, mayai na vitu mingi sana tulikuwa tunapata. Hizi ngozi zimekaa hivi ni sababu ya kula vitu fresh kutoka hapa shamba, na hii shamba ilikuwa inatunzwa na huyu mama. Kwa hivyo mimi jangu ni kusema, mama, pumzika kwa amani, tutaonana siku ya mwisho. Asanteni. Shukran sana. Mungu azidi kuwabariki. Tupate wajukuu wote. Mwatindata. Sisi ndio wajukuu wa Mama Tabitha, na kabla sijaanza ushuhuda wangu, niruhusuni tu nisome mistari miwili. Kitabu ni cha Isaya mlango wa 57 mstari wa kwanza na wa pili. Tutasoma na Kizungu, nitatafsiri kidogo. Inasema, good people die and no one understands or even cares, but when they die, no calamity can hurt them. Those who live good lives find peace and rest in death. Kwa Kiswahili nikitafsiri, wale watu wazuri Mungu ndio huwa anawapenda zaidi, anawachukua. Lakini Biblia inatuhakikishia kwamba kifo chao si hasara. Walipoenda ni mahali pazuri, Mungu amewapumzisha. Wameenda mahali kwenye hakuna shida, hakuna maugonjwa, wako mahali pema. Sisi kama wajukuu tukuna ushuhuda mwingi sana wa nyanya Tabitha. Alikuwa nyanya mzuri, alitupenda zaidi na zaidi. Na sisi tunaweza kusema kama kwa wale watu wazuri tunajua nyanya Tabitha, she is number 1. Na Mungu amemchukua, na tuna imani kwamba ameenda mahali pazuri, ameenda kupumzika. Alitupatia mawaidha mengi kuhusu kisomo, kuhusu upendo, kuhusu familia. Na Mungu tu ni atusaidie yote aliyotuambia tukaweza kuyatilia maanani. Asanteni sana. Praise God. I'd like to just give a short tribute concerning our late grandmother.
alikuwa Meleta Bitha was a huge blessing to all of us. Alikuwa nyanya mzuri sana kwetu sote. Alikuwa mwingi wa upendo, mwingi wa mawaidha, mwingi wa kutusaidia na kutujulia hali kila mara. Hakuwa anachoka na sisi kabisa, na hakuwa anakasirika na sisi kabisa. Kila wakati alikuwa tu mwingi wa kutuonyesha upendo na kutuombea na kushinda tu kutuelekeza kwa Bwana. Na ni jambo gumu sana kwangu kuona ya kuwa ametuacha, lakini Bwana alimpenda zaidi. Na ningetaka tu nashukuru tu Bwana kwa wakati ambao alituruhusu kuwa naye hiyo miaka yote, na amlaze pema, na tutakaa tu na the memories of her in our hearts, I think forevermore. Yeah. Thank you. Shukrani wajukuu. Shukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake na kwa yote ambayo amefanya. Maandiko yanatuambia kwamba kwa lolote tufanye nini? Kwa lolote tufanye nini? Familia, kwa lolote tufanye nini? Tumshukuru Mungu. Kwa hivyo ijapokuwa ni jambo zito, ni jambo linaumiza moyo, lakini kwa lolote tushukuru Mungu. Alafu kwa mioyo yetu tumwachilie mama, dada, nyanya apumzike kwa amani. Sawa? Sisi mnatuona hapa ndio ndugu ya marehemu, ambao sisi hapa kuna watoto wa mababa watatu ambao tumesimama hapa. Katika familia yetu babu yetu alikuwa na wanaye, na hao wana wamezaa vijana 4, na katika hao 4 wawili wakaja watatu wakaja Pwani, ambao mmoja alikaa Mangawani, ambao mwana wake wa kwanza ndio huyu anaitwa Pius Kio. Mwingine akakaa Kichakasimba, mwanae mmoja ni huyu, na pia akawa na wake wawili. Huyu kwao ni panaitwa Kibuyuni pale Damu. Alafu na Masila, ambao sisi 4 hapa ni watoto wa Masila, ambao ni brother yake Tabitha Kichakasimba, ambao alikuwa na wake wawili, Mbengwa ambao ndiye mama wetu wa kwanza, na Mbulwa mama yetu ambao alikuwa ni wa pili. Watatu alikuwa anaitwa Kambua ambao aliishi Malindi, na wote ni marehemu pamoja na baba zetu. Kwa hivyo hapa sisi tuko nyumbani kwa shemeji yetu, tuko nyumbani kwa shemeji yetu, lakini katika hao wote tuko na mama mmoja ambao bado tuko naye na yuko hapa, mtamuona, ambao ndio mama yetu tu peke yake ambao amebaki, ambayo pia amekuja kumsindikiza msichana wake. Sisi ndugu zake Tabitha tumekaa na Tabitha mzuri sana. Amekuwa kiongozi katika family, wakati wote tukimhitaji tunapata wasia wake, na alikuwa ni, wacha niseme, mama wa kutukusanya pamoja na kupenda sana familia ya Masila iwe kitu kimoja. Yale yametokea na ni kawaida. Hata sisi kesho tunaenda huko, ama kuna mmoja atakaa hapa milele. Ukishajua hivyo utatiziki na mambo mengi.
kwa sababu hata wewe kesho unaenda. Ni kweli ama si kweli? Na tumepata vijana wazuri wake, wajukuu wanajua neno la Mungu. Na ukishajua neno la Mungu au fadhaiki ndani ya moyo, kwa sababu maandiko yanasema ukijua ukweli, ukweli unakuweka huru. Sio Roho Mtakatifu anakuweka huru. Ukweli unakuweka huru, na hiyo ndio mzuri. Kwa hivyo ushuhuda wetu ni kwamba huyu mama Tabitha Mwikali tulikuwa tunamheshimu sana. Heshima peke yake tulikuwa tunampatia, na tulikuwa tunamchukulia kama mama yetu. Kwa sababu katika family, katika mama wa kwanza ambao ni mama yake, bibi wa kwanza wa Masila, yeye ndiye mtoto wa kwanza. Na tulimpatia hiyo heshima yake mpaka saa hii ambao tunamsindikiza. Ya pili, kuna wale wa Ukambani ambao palibaki tuseme baba yetu mmoja alibaki huko. Ijakuwa mwingine alikuwa hapa, lakini ilikuwa na familia nyingine huko. Hao wametoa ushuhuda wake na ningependa kuusoma. Ni mdogo sana kwa sababu aliandika ni mwalimu, na mnajua walimu huwa wanafanya mambo haraka haraka. Wacha ni usome. Huyu ndugu yetu anaitwa Philip Mtava. Hata nafikiri dada yake mmoja nimemwona hapa. Dada zake wawili mtawaona wako hapa. Wameolewa huku. Ameandika kwamba I have known Tabitha when she was born. My mom and Tabitha's mom are sisters. Mungu ajagiu. Masila na Mutava maatwanie musiomwe. Mungu adia. Kwa hivyo huyu na Tabitha wako karibu sana. Ni damu na damu. Ni kweli? What a blood need relationship. Pius and I, Pius ni huyu hapa. Pius and I were Tabitha's mates. Ni vyetu amukua. Oni motivo muwa neva. Ni wewe wakuwa Tabitha. Oni wizi Tabitha itavete hata. Tabitha was walikuwa nambeba 1950s. Tabitha was hardworking, responsible and God-fearing. On behalf of Mwania family up country, receive our condolences. Mmepokea condolences zao? Asanteni, Mungu awabariki na muendelee kushikana hivyo hivyo ambao nimeona tumeshikana pamoja mkatusaidia. Kesho kutokea kwa mwingine mshikane hivyo hivyo. Mungu awabariki. Mimi tawasalimia kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi naitwa Pius Maveka na mimi nakaa Malindi, na hiyo familia nyingine ya papangu mdogo Masila mmesikia. Tunakaa nao Malindi, mimi nilihamia nao Malindi. Na Tabitha ni mtu aliniita mwaka huu alikuwa ameniita. Yaani ni mwaka huu. Tukaja sana tukakaa, ni mwaka jana tukakaa naye hapa nyumbani kwake tukiongea mawaidha mengi na yeye nyumbani. Na hapo tuliendelea kila wakati akiniambia chunga huu miji. Mimi ndio nasimamia hii miji kutoka huko kwa nikiwa Malindi mpaka huko. Akaniambia chunga hii miji, akawa ananieleza ile matatizo yuko huko yote ni isikatili. Na ni mtu kila wakati, kila mwezi mpaka anipigie simu. Kwa hivi nimekosa mtu ambaye wa maana sana katika mji wetu. Kwa hivi Mungu amsaidie na ampeleke vizuri kule anakoenda. Asanteni sana. Shukran sana. Mimi ninashukuru kwa maana Mungu aliyotupea. Mimi na kusema kwangu nataka niimbe kawimbo wao wakisimama hapa kama vile mtoto wake alisema, na wataitikia hiyo wimbo. Na mtaniruhusu. Mungu weba kuve atamuomone na vika twevi kodi koikeliwa beteleni sembetani ne wanengi
vindaje sawe yumbanye kuigedhiwa beteleni sembetaoni kuigedhiwa beteleni tabiasiana kuigedhiwa betelena nenyanyawa ni wanengiwe vindawe sawe yumbanye ange magedha mesemba konako majasia yeja kedhiwane na manye nidhana mosie nidhana tangiwe yuninguthina natwika wathina kuigedhiwa beteleni sembetaoni kuigedhiwa beteleni tabiasiana kuigedhiwa beteleni mamimnamewa ni wanengiwe vindaje sawe yumbanye kuigedhiwa beteleni sembetaoni kuigedhiwa beteleni tabiasiana kuigedhiwa betelena nenyanyawa ni wanengiwe vindaje sawe yumbanye dilikana mudenga we ula wasiaiwe wamina kweana na kweande tosyangai ni waileile onando asiatia kitumi waisie Yesu ndako kaenge kuigedhiwa beteleni sembetaoni kuigedhiwa beteleni tabiasiana kuigedhiwa betelena nenyanyawa ni wanengiwe vindaje sawe yumbanye. Ni mwana Mungu. Tumwachilia aende na wema, tumemwachilia roho yake aende na wema. Shukran sana. Nasikia kuna mama. Naona anakuja. Kwa niaba yao mimi ninasema kwamba tuliishi na mama, ni mama yetu. Na hasa mimi nimekuwa mtu wa karibu sana na yeye. Na tunajua vile alituongoza na alitupatia mawaidha ya kutosha, na tunamwombea tu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema alipojichagulia. Asante sana. Shukrani kwa ujumbe huo mfupi. Hao ni nephew. Kwa salimu kwa jina la Yesu. Mjambo. Kwa majina naitwa Jennifer Mwikali na tunashukuru kwa ajili ya kukaa na aunti yetu Tabitha. Alikuwa ni mchangamufu, alitupenda, alitupatia mawaidha na hasa kuweka bidii katika boma zetu. So tunashukuru kwa huo muda ambao tumekaa na aunti yetu. Wacha Mungu amweke mahali alipojichagulia. Amen. Amina, shukran. Tupate Viviere na hapo nimeona imepewa madam. Tusiwe na huzuni kupita kiasi. Kulia ni sawa, kuomboleza ni sawa, lakini kulingana na ule ushuhuda ambao tumepata wa mama hapa, nafikiri tuwe na mpaka wa kuomboleza, tufurahie. Maana maisha yale ambayo tumepewa ya mama hapa ambaye amepalala hapa ni maisha ya kupendeza. Kwa niaba ya Viviere ambao wako hapa wameniambia nizungumze. Kwa majina mimi naitwa Daniel Sila wa Kitivo. Mwaitu huko meteba nisietawa kivipi kijana wake ambaye ni marehemu Solomon Ndale alipofika wakati wa kutaka kujenga nyumba yake, maboma yake, hakwenda mbali. Fikiri alinyooka tu masaa ya jioni akapanda hapa, na kwa bahati nzuri akaona msichana mwingine mrembo naye anatoka kuchota maji huko masaa ya jioni hivi, na akampendeza. Labda alimuuliza kama anaweza kumpatia bakuli ya maji, akanywa na akasema, kutoka leo sio unanipatia maji. Akakubali.
Basi tukikaa tukaona babake amekuja pale nyumbani. Mimi hapa nawakilisha nyumba ya ndugu yangu mkubwa Erastus Mutisia Kitivo ambaye alitangulia, lakini yaliyotokea niliyaona, na yale ambao kutoka waje mpaka sasa nimeyaona. Kwa hivyo nina historia ndefu ya tangu kijana aje pale na mama awe kivyere wangu na nundu mundu na sita ene manenga naenda yatiwo. Sitazungumza sana, manake mzee mwenyewe alikuwa kivyere wa kwanza, mzee alitangulia, mnajua hivyo. Muthonua Solomon Dale alitangulia, mnajua hivyo. Sasa yule kivyere alikuwa amebaki hapa ni huyu, na sisi ndio tunajua vile tulikuwa tumelea watoto. Lakini kwa ufupi, kama unataka kusikia nikudokezee, manake lazima umbea uweko au watu walikuwa wanaishije yeye na kivyere wake. Nataka kuambia kama ningekuwa mwalimu, unajua kuna ile ilikuwa inaandikwa not 100%, lakini ukipata hesabu unapewa tiki, si ndio? Na zamani tulipokuwa tuko shule, ulikuwa wakati mwingine unapewa double tick, na unauliza hii double tick ni ya nini, ama A na A plus, na unajua hakuna grade nyingine iko juu ya A, si ndio? Lakini A plus, ukiuliza hii A plus ni ya nini, unaambiwa nundu mwandiko wako hii moseo mno. Yaani ile handwriting yako ilikuwa nzuri, kwa hivyo kapendeza mwalimu hata alipokuwa anasahihisha. So I would say kivyere wa mwisho ndio wewe umelala hapa, yule mwingine alitangulia, lakini wote waende salama, manake kutoka kwangu na kutoka kwa family ya Kitivo ni A plus. Tulilea watoto vizuri. Kama kuna mgogoro tunakaa kama wazazi na tunawaleta pamoja mpaka wa sasa. Hii nyumba na hii hapa kwetu juu tunajisikia pamoja. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja kushuhudia hii safari ya hao wazazi. Tunasikia tumetusupport vizuri sana. Mungu awabariki na wazidishie. Asanteni sana kwa kutembea kutoka mbali. Najua kuna jua na wengine wamekuja na miguu, lakini mmevumilia mpaka hapa. Mungu awabariki na aneemeshe zaidi. Asanteni sana. Nimeona na ninaweza kutambua uwepo wa Chief Wambua ambaye yuko mahali hapa. Tafadhali tunakuomba uje karibu, na chairman wa jameni, sijui inaitwa ni rafiki, lakini si sawa sana. Hii boma ni yangu, na ajabu moja kutoka kwa mzee mwenye boma Mtuko, na pia naye marehemu naye ni Mvanua. Wale ambao pengine wameniona juzi watasema ni wawapi, lakini mimi ni wa zamani. Jamani, nimesoma na marehemu Kichaka Simba, na miaka yake ndiyo yangu. Wale ambao miaka yangu hamwezi kujua, hata Pindia tulizaliwa wakati moja, Mumandu akizaliwa na mimi Kalama nikazaliwa na Mwakwatia. Kwa hivyo hii familia imekuja leo, maana Mungu, tunaomba wachungaji ambao wako hapa walio na uwezo wa kuongea na Mungu wamwambie tumesikia nitukilige moko, maana kila siku unahitaji, kila siku uende kwa mazishi. Jamaa zangu waweza kufika, wanapinkia saa hii kutoka Ukambani kwa mazishi ya bibi ya Pastor Kituo, mnajua, ambao tumeoa boma ile kaa Kituo Longi elikuweo kukalama. Na leo tungekuwa Kidongo, lakini nikaja huku kwetu. Kidongo pia ni kwetu, ni kwa Ayini. Kwa hivyo poleni sana familia hii,
familia hii ya Kioko ambao tuna uhusiano mrefu tangu zamani, tangu mzee afumzike na tangu mama huyu Tabitha awe hawezi kwenda. Asante sana ndugu yangu kwa kuniumia kanafasi, maana hapa majamaa wengi wanifahamu lakini si wamejua niko. Kwa hivyo poleni, na familia hii najua itaendelea. Ina vijana wangu wawili wamebaki na wako sawa baada ya Andale kupumzika, na Mungu awasaidie, na asanteni sana. Umetoka huwa Tena watike. Haya, kwa watike nini unataka nani? Hata tisini bando. Watoto wa marehemu Tabitha na pia kwa jamaa na marafiki zote ambao wamefika mahali hapa. Kama mlivyosikia chifu akisema kwamba hapasi kuitwa rafiki, lakini najua yule ambaye alikuwa akiandika hana neno lingine angeweza kulipatia mahali pale. Na rafiki ni kweli, hakika sisi ni marafiki wa nyumba hii. Kitu cha kwanza nataka kuongea ni kwamba ninatoa shukurani kwa sababu Mungu alinichagua niwe katika nyumba hii, si kuanzia jana ama kuanzia mwaka uliopita, lakini kutoka mwanzo Mtuko akiwa hai. Mtuko tulisoma sote pamoja na tulifanya kazi mahali pamoja, na ninashukuru wakati ambao kulikuwa kuna dhiki Mtuko aliniita ili kutatua dhiki zote tukiwa sote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. La ajabu ambalo ni la kushangaza ni kwamba vile mtoto wake alivyosema Chala, mama alihisi siku zake zimekaribia, na alipohisi kwamba siku zake zimekaribia alitumana nije karibu na yeye. Na kitu cha kwanza nilipofika pale nilitaka kujua, mama, kuna shida gani moyoni mwako? Akanieleza kila kitu, na nikajua ya kwamba kuna kitu ambacho kinahitaji kutengenezwa kabla hajatuacha. Na kwa muda mchache sana Mungu alitufungua mimi na watoto wake, tukafanya kikao cha kwanza ambao kilikuwa ni kigumu, lakini Mungu akatuwezesha, akafanya mambo sawa na watoto wake wa kiume, ambaye yule ambaye alikuwa anasikia moyoni mwake kumwomba msamaha, naye amwombe msamaha. Wakakaa chini wakaombana msamaha na tukaomba sote pamoja, na Mungu tukamwona akitembea mahali pale. Bwana wetu asifiwe sana. Ni jambo ambalo ni la kufurahisha kwamba ameenda akiwa amejitayarisha, hakuacha nyuma jambo lolote ambalo alikuwa nalo. Kabla hatujaomba nilimuuliza una jambo lingine, na mtoto mwingine akaniambia sina, ni huyu, na tumemaliza, na mimi nimemsamehe, na yeye akasema na mimi nimekusamehe, na mambo yakaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kusema kwamba mtao wa Mungu amejitayarisha kuondoka hapa duniani, na alipojitayarisha alianza kupanga mipango yake. Muda uliopita si mrefu sana, wiki moja iliyopita, tulikuwa tumepanga sasa kuja kukutana na watoto wake wote pamoja na wakazawana, ili tuendeleze ule mchakato wa kuleta uponyaji katika nyumba. Lakini Mungu alifanya jambo ambalo hatukuwa tumelitarajia. Kama mimi sikuwa nimetarajia, kwa maana nilikuwa nimejitayarisha ili tufanye kila kitu mbele ya Mungu na mbele ya watu wale ambao amewazaa katika tumbo lake, lakini haikuwezekana. Tabitha alinipigia simu masaa mawili ndio aondoke hapa duniani. Shukrani baba. Sawa. Na aliponipigia simu nilikuja, nilimwambia kwamba sitaweza kufika,
lakini nikipata nafasi nitakuja. Na baadaye nikiwa Mombasa nikapigiwa simu, nikaambiwa mama amepumzika. Nikajiuliza kwa nini? Nikataka kumuuliza Mungu kwa nini, na Mungu alinipatia jibu. Mstari umesomwa hapa wa Isaya 57 mstari wa 1 na wa 2 kwamba amekwenda kupumzika ili janga lolote ambalo lingekuwa linapita lipite, kwa maana amekwenda kuwa pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumtakie Tabitha kupumzika na amani, na tuombe kwa ajili ya jamii. Swali ulipo omba kwa ajili ya jamii, wapatiwe amani, na pia yeyote anaingia katika nyumba hii alete habari njema ambazo ni za kujenga na wala si za kubomoa. Bwana na wabariki sana. Amina. Shukran kwa maneno ya busara. Wacha tuweze kupata majirani, na pale kwa majirani. Jambo. Na mimi si jambo. Kile ninaweza sema kwa niaba ya majirani, mama Tabitha amekuwa mama wa msaada sana kijijini. Nina hakika kile ninasema majirani wenzangu wanajua ni ukweli. Ungeweza kufika kwa mama Tabitha kila wakati, angekwambia tufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mama amefanya kazi ya Mungu na mama ambaye apendi ukorofi, haungesikia akitaja mambo ya makesi ama nini. Kila mara anakwambia tufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme Mungu amefuna kile chake chema ambacho alikuwa ametayarisha. Asante. Shukran sana majirani kwa kufuata utaratibu unaostahili. Bidii Women Group. Ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Nami nashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ibada hii Mungu ambao ameiandaa kwa kuwa mama yetu Tabitha tumeishi naye vizuri, tumeishi naye kwa upendo, ni mama wa bidii. Hata katika kikundi hiki cha wamama alikuwa anaulizia hata akiwa hapa nyumbani kunaendeleaje, na kama kuna kitu kinahitajika anasema ambiwe ili akamilishe huo ngao. Na mama Tabitha alikuwa na bidii kwa kila jambo, kwa kanisa, kwa majirani, na hata ukifika mahali hapa alikuwa kazi yake ni kukuelezea ili unaweza kufanya kazi ya Mungu, na hata bidii katika ujirani, watu waishi na upendo, wapendane, watu wasiwe watu wa kutengana. Na mama yetu tumempoteza mama ambaye alikuwa ni mama wa mashauri, alikuwa anatushauri sana katika kikundi yetu. Abarikiwe, barikiweni sana. Amina. Shukran sana. Nitawasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Wacha nichukue hii nafasi niongee kuhusu chama cha maelewano ambacho ndicho Albanedo. Bwana Kioko ndio wa memba wetu. Nitachukua nafasi hii nikipatia familia pole na kwa niaba ya chama, na nikisema Bwana Kioko tulikuwa na yeye na huwa ni mtiifu katika chama, na ndio sababu mnatuona hapa. Kwa hivyo Bwana Kioko amepoteza mama yake, na tunamwombea Mungu ili aweze kumshindikisha mamake afike mahali alikuwa amejitafutia. Sina mengi, ni hayo, asanteni. Shukran sana. Hiyo ni maelewano. Ni pa. Tosho sema cameraman. Ngoja kidogo. Mapasta na wale wote wamekuja kuhudhuria mazishi ya marehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ngaini museo amari ndaonde. Hii timu iko hapa inaitwa Brothers Keeper. Na Brothers Keeper, kijana wa familia hii wa marehemu ambao ni Abet na Titus Kasolia ni members, very active members. Na ndio sababu tumeandamana tukiwa baadhi ya hiyo group, manake tuko wengi,
tuje tuseme pole kwa familia. Poleni sana, kweni pole zetu. Tuko wengi na tuko na vio tofauti katika hapa. Kuna waheshimiwa na nisipowatambua wataniimbisha katika ile cheo yangu. Kwa hiyo acha ni donate dakika moja tu kwa Bwana Richard, na Richard ukaribishe. Nasalimia mjambo. Usalimiane kwa mkono hivi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Richard Onsongo. Mimi ni mwanasiasa wa Kwale, lakini huwa nasimama MCA Ukunda na ni member wa Brothers Keeper. Na Chalo, mtoto wa hii boma, alikuwa mwanafunzi wangu Diani Secondary. Ikiwa kijana nilikuwa mwalimu. Kwanza nimesema shukrani sana. Huyu mama nilimjua wakati huo Chala akiwa mwanafunzi, na nimekuja kwa boma yake, na ni mama anakaa, ni mama mzuri kwa sababu boma yenyewe ni nzuri, na wananchi wale wamekuja kumuzika wanakaa wazuri. Mtu goigoi mazishi yake inakuwa kigoigoi ama vipi? Lakini vile naona hapa ni mama mzuri. Sasa kuongea mengi, wacha niite mtoto wenu anasimamia women rep, na kabla ni muite Shimba Hills. Niliona juzi mkilia barabara ni mbaya, na mimi naomba iwe mbaya sana, kwa sababu ni nyinyi mnapiga kura vibaya. Hizo barabara mlikuwa mnalilia ni kwa sababu ya mbunge wenu ambaye hawafanyi kazi vizuri, na tena kwa sababu mnaipenda hiyo barabara sana, mtampigia tena. Haya, wacha niite Madam Chair. Bwana Yesu asifiwe. Mwati ndata ndo mama Luvanga. Mmeshindaje? Najua hii lugha mpaka tuchanganye. Kwa majina naitwa Jennifer Mulu Kituku. Mimi ni member wa Brothers Keeper, hiki kikosi cha watu wazuri namna hii. Nikitokea pande ya Kikoneni, nimezaliwa huko, nimekulia huko, lakini naishi pale Mlimani. Nimepakana na serikali. Si rahisi kupakana na serikali. Nimeona watu wa kutoka Kikoneni parish hapa, tulicheza pamoja, tukaabudu pamoja. Hata mimi nawaambia karibuni. Nikirudi kwa familia pole, wacha mama Tabitha alale salama. Ni mama, nimesikia mama wa kanisa, na pia mimi napenda kanisa, na amejitengenezea akiwa hapa duniani. Kwa hivyo tumwachilieni alale salama. Nitasema hivi kama kiongozi, mimi si mwanasiasa hivyo. Huyu ni Peter Muhindi kutoka Mwaluvanga. Nasimamia sehemu ya Mwaluvanga na location nzima kwa upande wa kitengo hicho. Kwa familia poleni, kina Abedi na nani. Huyu mama ambaye amepumzika hapa alikuwa ni shujaa. Familia itakwambia ule ukweli, aswa ile ya pande ile ambao naishi, wakati kuna shida kule wote walikuwa wanakuja hapa. Si ni kweli? Can you confirm that one? Yes. Kama kuna shida yote, na hata kama wametoka kule hawazungumzi, wakirudi watarudi wakiwa wanasalimiana. Kwa hivyo hapa na huyu mama tangu hata bwana yake alipofariki ameshikililia bomba vizuri. Si wale kina mama wanashikilia bomba alikuwa na nini. Kwa hivyo wale kina mama ambao mlikuwa mkaa hapa mkiweka kitambaa, msome kutoka kwa huyu mama. Na ukija kuona mtu ana uwezo wa kusuluhisha maneno, inamaanisha pia si msumbufu katika kijiji. That means ana maneno yote na serikali. Ndio maana hata ukijaribu kuangalia mama hakuugua, si alipumzika tu. Sijui tutakufa vifo vipi, Mungu ndiye anajua, lakini mama amepumzika. Nataka ni echo women rep mtarajiwa yale maneno ambayo amesema. Nataka niwaeleze kuwa kwa sasa serikali inaangalia mfumo wa CBC na mfumo wa CBC. Tunapeana rambirambi zetu kwa niaba ya waumini wa Ukunda, na katika boma hii tunashiriki na last born wa boma hii, dada yetu Recho, ambaye tunashiriki jumuiya moja Mama Maria wa Fatima, na pia tunashiriki katika kanisa la Ukunda.
letu ni kumwombea mama safari yake aweze kusafiri salama, nasi Mungu azidi kututia nguvu tuweze kuendelea kumtumainia. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Mungu mwenyewe ndiye ametenda. Pengine tungeambiwa kwamba tukuje hapa hatungeweza. AIC Ukunda, na sisi kama waumini wa AIC Ukunda, pole kwa familia. Na katika hali hiyo huwa tuko na hospitality team. Naomba tu one of us to say a word. Alafu Deacon, alafu mchungaji Edith, alafu tumalizie. Asante. Hospitality, one of us to say a word. Ukunda tuko na timu ambayo inaitwa Hospitality, na Abedi, Mrs. Abedi ni mmoja wao wa hiyo timu, na sisi timu ya Hospitality tumejiunga pia pamoja na kanisa. Tumekuja ili kupatia familia hii rambirambi zetu. Kwa hivyo kwa familia, poleni sana na Mungu awatie nguvu, na najua atasimama nanyi. Poleni sana. Haleluya. Kwa jina naitwa Pastor Edith. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nemoyeni Mungu kwanza. Kwa nemosi. Nashukuru Mungu kwa yote ambayo ametenda. Asanteni sana kwa ajili ya kufika. Tuko hapa kwa sababu ya marafiki zetu, hata mama yetu. Nashukuru Mungu kwa sababu kazi yake ina makosa. Mama amepumzika na sisi tuko safarini. Je, tuko tayari? Asanteni sana. Nikimalizia nasema hivi, msitoke, ngojeni kidogo. Maandiko yanasema Wakorintho wa pili 3:17 hadi 18, 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. Basi Bwana ni roho, na mahali alipo roho wa Bwana pana uhuru. Na sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa tunaonyesha kama kwenye kioo utukufu wa Bwana, nasi tutabadilishwa tufananane naye kutoka utukufu hadi utukufu na wa juu zaidi, ambao unatoka kwa Bwana ambaye ni Roho. Mungu atufanyie maneno. Kuna msemaji mmoja alisema kwamba Roho ndiye anapeana nini? Freedom. Lakini yule ambaye ako na Roho wa Mungu ana uhuru ndani yake. Kwa hivyo huyu mama alitupenda sana. Hata kuna siku nilikuja hapa kitambo, and because she was free, alipenda sana wachungaji na hataki wachungaji waseke. Kwa hivyo nataka tuseme familia hii, I think the ministry that your parents began, msiache kutunza kanisa na wachungaji, kwa sababu niliona kwa mama, mimi niliona mama, sikumwona baba, lakini mama nilimwona with the love that she had, and may the Lord bless you all. Jina langu ni Reverend Ibrahim Odhiambo. Mungu wabariki. Tuko pale AIC Ukunda. Nimesikia women rep. Welcome to our church. Utuambie kile ambacho unahitaji. Asante. Asante sana. Mungu awabariki sana. Hiyo ni AIC Ukunda. Nashukuru Mungu kwa madhabahu ambao Mungu ametuandalia siku ya leo. Mama Tabitha, mimi nilimfahamu akiwa Mwalvanga AIC pamoja na familia yake. Sisi Mwalvanga tuna ushuhuda ulio hai wa kazi ya Mama Tabitha pamoja na bwana wake. Hivyo wamelala, kazi yao ingali iko hai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu azidi kutubariki ili kwamba sisi nasi tuyawazi ya kwetu, ili kwamba siku zijazo tuwe na ushuhuda. Asante. Pastor wa AIC Junction. Kabla sijaenda AIC Junction, nilikuwa pastor wa AIC Maluvanga, mahali ambapo mama alipokuwa akiabudu familia yake, na baadaye tukaona ya kwamba sasa ilikuwa na kanisa lingine laitwa AIC Junction, tukafungua kanisa mahali pale. Ilipokuwa Maluvanga AIC, nao akiwa Junction, mama akiwa Junction, tulianza kuwa na project ya kurenovate ile kanisa letu na ile nyumba ya mchungaji. Na mama aliposikia tu
tunafanya renovation kule, aliniita na akaniambia hata yeye angependa ashiriki, na akaniambia nyumba ya mchungaji atairenovate, kang'oa mabati yaka mengine akapaka rangi. Nataka kusema ile Pawamea pia Junction, nikuta mama ile kazi alikuwa akifanya bado haijapungua, aliendelea kumtumikia Mungu. Nimesikia kwamba alikuwa anatumana sadaka, sio sadaka tu peke yake, ni utumishi wote wa kanisa. Nalo kanisa ilikuwa inakuja hapa kwake kila wiki ya 3 ya mwezi. Tulikuwa tumefanya madhabahu hapo, tumekaa familia. Pamekaa familia ndipo alipokuwa na madhabahu yetu. Tunafanya madhabahu pale, na hasa tunakula meza pamoja na mama yetu. Kwa hivyo tulikuwa tunatoka kanisani, kanisa lote, na kuja tunakaa hapa, tunaabudu, anasikia neno kama wale wengine, alafu anamega mkate. Kwa hivyo tulikuwa tukishirikiana naye, si kwamba tu alikuwa aende kanisani, kanisa ilikuwa inamfuata nyumbani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, kama vile wengi wamesema, alikuwa anapenda kanisa, alikuwa anapenda Mungu wake. Hata hiyo siku ya kusafiri kwake kwenda kupumzika, alikuwa ashafanya kazi ya kanisa kama vile ilivyokuwa imestahili. Kwa hivyo sisi hatuwezi sema tumeachwa na pengo, manake Mungu amempatia promotion, amepanda juu kupumzika. Najua Mungu atasimamisha mwingine ambaye atasimama kwa niaba yake na atafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo familia, mtakaa chini mjue ni nani atachukua nafasi ili endelee kumtukuza Mungu. Wacha Mungu akaweze kuwabariki. Asante. Mama apumzike na Mungu endelee kuwa pamoja na mama. My soul, my soul, is this man, with my soul.
Hamjambo. Mimi naitwa Dennis Master Kimatu na mimi nimelelewa katika kanisa la AIC. Na ninajua ya kwamba hawa wametengeneza madhabahu kwa ajili ya neno, na kwa sababu mimi ni mwanasiasa, leo mimi nitaheshimu mama na niheshimu nyumbani na niheshimu ndugu zangu Ibrahim pamoja na Abed, na niseme tu neno moja kwa wale ambao wote tumefelewa, poleni sana. Kwa familia hii poleni, kwa wenzangu wa Brothers Keeper ambao ninatumai mko hapa, poleni sana sote, na hii ni mipango ya Mungu na hii ndiyo njia ambayo sisi wote tutapitia. Kwa hivyo karibuni sana kwa kikundi cha Brothers Keeper, na ningependa nipatie trustee wetu ndio watuongoze tumalize. Karibu Mheshimiwa Isaac. Kwa familia, kwa wanakijiji, wana serikali, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu zetu Waislamu ambao wamefunga kwa mwezi mtukufu Ramadhani, asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Isaac Malila. Tumekuja hapa kuomboleza mama yetu ambaye mtoto wake ni mmoja wa kikundi yetu na ni rafiki yetu sana. Leo ni mazishi, ile nasema ni moja tu. Ukiona mji kama huu, jua huyu mama aliulinda. Tuko pamoja? Sauti iko chini. Mji alifanya nini? Aliutunza. Wale kina mama wadogo mko hapa, nendeni mkatunze miji yenu. Mwikada, nendeni mkatunze miji yenu. Kuna watu wengine wakifika miaka 40 ashaolewa mitatu minne. Tuko? Sauti iko chini. Kuna wengine ikifika miaka 60 hata ajui alianza wapi. Niendelee nisiendelee? Unaona wale ambao ukienda kule jukwani kule Mombasa unakuta mama mzee amekaa katikati ya duka akiomba. Alizaliwa na akawa mrembo kama wewe, akafika mahali akiwa hajajitafutia mahali pazuri. Nasema kina mama walio hapa, chukueni mwelekeo mwema na Mungu atabariki. Tuko pamoja? Sauti iko sawa? Asanteni na Mungu awabariki. Tuko na wimbo moja wetu ambao ndio utakuwa wa leo, special dedication kwa wale ambao wako na hii karatasi ambayo wamepata. Asante. Huyu ndio chamani wetu. Yule ako na hii karatasi, tunaanza kuimba ni Salama Moyoni. Ilikuwa imeimbwa na Kizungu lakini tutaimba pamoja. Naimba nionapo maoni kama shwari. Hiyo ndio ki. Sawa, twende. Nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida, kwa mambo yote amenijulisha, ni salama moyoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani abanitesa, nitakipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho ya salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala siku ilono yote, ni salama rohoni mwangu, salama, salama
rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ewe mwahimiza siku za kuja, Bwana itakapolia, utakapotoka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Siende, nataka kupatia nafasi Masa Dennis asalimie. Kwa heshima unaweza tu kuketi. Ni trustee wa kikundi chetu. Tuko na dada Masi ambaye ni memba wetu. Tuko na ndugu yangu Benjamin Mutiso ambaye ni coordinator wa kikundi chetu. Tuko na mwalimu Wambua hapa kutoka Mivumoni Secondary ambaye pia ni member. Tuko na Madam Stella ambaye ni member. Tuko na Madam Florence member. Tuko na chairman wetu ambaye ndiye ametukusanya hapa siku ya leo, Ibrahim Mutuku. Pole sana chairman wangu, huyo ndiye mwenyekiti. Tuko na Kamau Chege ambaye anatoka sehemu za Lungalunga, huyu ni member. Tuko na Abed ambaye pia ndiye ametuleta hapa siku ya leo, ni kijana wa huyu mama. Pole sana ndugu yangu Abed, pia ni member wetu. Tuko na Steven Mbevo Makudhi ambaye ni organizing secretary wa kikundi hichi. Asante sana Steven. Na pia tuko na Mheshimiwa Habed Muasia ambaye huku anaitwa Boy. Kwa wale ambao wanamtambua, huyu anaitwa Boy na miaka ambayo inakuja atakuja kuwaambia maneno. Mimi nimesema ni mtu wa IC na utaniruhusu kwa heshima nisimame tu hapo kwa sababu tumetengeneza madhabahu kwa ajili ya neno. Ni Pastor Joyce Nzombo kutoka IC Mapandali. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu Pastor Martin Mwindi. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Pefa maeneo ya Katangini. Mungu awabariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni Zakayo mpaka nipande juu ya miti ndio nimuone Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni mchungaji Wellington ama Reverend Wellington Kioko na hudumu pandi ya Mkongani. Bwana asifiwe. Amen. Kwangu ni hapa Mwaluvanga Kichaka Simba. Asante. Amjambo. Hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu. Kwa majina ni Evangelist Jafed Mutua Kiilu. Ni mchungaji kutoka kanisa la AIC Likoni Kichaka Simba DCC. Mungu awabariki sana. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Amjambo. Hatujambo. Pastor Emmanuel Mwanzia kutoka kanisa la Mwambalazi AIC. Anahitaji washirika kama uko sehemu hile na uende kanisani, karibu tuwe na ibada. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Pungie mkono tu mahali ulipo. Haleluya. Amen. Kwa majina ni Reverend Joseph Kwinga, mchungaji wa kanisa la Mabafweni. Bwana wabariki sana. Pia ni chairman wa DCC ya Maluvanga. Amen. Bwana wabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Reverend Ibrahim Odhiambo, AIC Ukunda, Mungu awabariki. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Jane Mwaniki, AIC Miwani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Jennifer Kioko, AIC Mwanamkuu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina Pastor Martha Nzuki, Word of Faith Maluvanga. Bwana wabariki. Amen. Amjambo. Hatujambo. Pastor Roda, mhudumu wa AIC Maluvanga. Haleluya. Amen. Pastor Heti Elias Ukunda. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Steven Mwangangi Nzioki, AIC Mwanyani. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Mchungaji Aaron Musioka, Salvation Army Makobe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Bishop Benson Mailia. Kanisa inaitwa Clear Conscience Ministry.
Dikota iko Mombasa, Mtwapa. Huyu ni mke wangu. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Reverend Mwaniki, Bishop mstaafu. Bwana asifiwe sana. Waweza, waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza, 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 wainua, wainua, Bwana wa mabwana, wewe wainua, waua, waua, Bwana wa mabwana, wewe waweza, wabariki, wabariki, Bwana wa mabwana, wewe wabariki, waweza, waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza, 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 Bwana wa mabwana, wewe waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza, 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 Bwana wa mabwana, wewe waweza. Aya mukite ingimwete kalembi. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ni mwema kila wakati. Bwana ni mwema. Bwana asifiwe. Kwa majina nimesema ninaitwa Reverend Joseph Kwinga, ya kwamba katika boma hii mimi ni kivyere kama vile Kitivo amesema, maana tumeungana pamoja na Kitivo, na hii kwa sababu ni neema ya Mungu. Na ibada hii, mama ambaye ni mwenye boma hii, tulikuwa hapa kwa sababu ya mzee, lakini leo tuko kwa ajili ya mama. Wacheni Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu, muwe na wakati mwema na wakati unaofaa. Neno katika kitabu kinasema kuishi ni Mungu na kuondoka ni nani? Ni Mungu. Mimi si mnenaji, unaye mnenaji, ninamwalika azidi kuja hapa mbele ili akatupe mahusiano. Namshukuru Mungu kwa kutuandalia ibada. Mara nyingi kwa usemi wa kimwanadamu huwa tunasema tuna sherehe, lakini kulingana na vile nilivyosoma neno, ninafahamu kwamba wakati Mungu amemuita mmoja wetu, siku hiyo Mungu huwa amekusudia kuandaa madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo sababu siku ya leo tuko hapa. Hakuna aliyetupa mwaliko, lakini Mungu mwenyewe ametupa mwaliko. Na ndiyo sababu sisi sote tuliposikia mama yetu ameondoka, tumejihisi kwamba ni sehemu yetu, na ndiyo sababu tuliweza kukutana tuweze kutimiza andiko. Basi jina langu ni Pastor Roda, mhudumu wa kanisa la AIC Mwaluvanga. Nampenda Yesu, aliniokoa ningali kijana, na ninashukuru kwamba amenilinda kufikia hivi tunavyoongea. Nina nyumba yangu. Natoa rambirambi zangu kwa familia hii ya Bwana Mtuku, mama yetu ambaye aliweza kutuondokea. Siku ambayo aliweza kuondoka mchana, sikumaliza dakika 10 kabla sijaingia. Mlango ni wa 30. Nitasoma mstari wa 19
na mstari wa 20 na kisha tutaweza kuomba. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimewawekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima. Tarudia huo mstari. Nimezishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hii ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi ya Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Baba yetu, tunakushukuru. Asante kwa kutuandalia madhabahu haya siku ya leo. Imani yangu ni kwamba unalo kusudi kwa ajili ya walio hai, maana waliotangulia hawana nafasi tena. Basi ninaposoma neno hili, ninaomba mwongozo unaotoka kwako kwa kongamano, ili kufahamu mapenzi yako mchana wa leo. Nami unitumie kama chombo kwa kunena sauti hii, nawe Bwana utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Katika neno hili ambalo nimesoma, ningependa jirani ambaye sijui kama unamfahamu, umwambie kwamba sauti ya Mungu inazungumza juu ya kuchagua. Kunyuba, kuchagua. Geuka umwambie jirani aliye karibu, kuchagua. Sauti ya Mungu inaongea juu ya kuchagua siku ya leo. Kunyuba. Kifo akizoeleki, na kifo is a common destination kwa kila mmoja wetu, iwapo Yesu Kristo atashuka na kutupata tukiwa tungali tuko hai. Hivyo ninaposema kwamba tuna nafasi ya kuchagua, ninazungumza kwa mtu ambaye aliye na uhai, kwa sababu nafasi ya kuchagua unayo sasa. Na wakati huu ndipo maandiko yanazungumza kwamba Mungu alipokuwa akizungumzana na Musa, alimwambia kwamba wageukie wana wa Israeli ambao walikuwa wamekaa kama nyinyi, na akawaambia kwamba pana jukumu la kila mmoja, kila nafsi, kuchagua kauli ya kufanya uamuzi wa kuchagua uzima. Bwana Yesu asifiwe. Basi akawaambia kwamba waambie kwamba pana meza ambayo ina uamuzi, kwamba ufanye, uchague uzima ama uchague mauti. Unaposema uchague uzima, anasema ukichagua uzima utachagua uhai. Ukichagua laana, basi anasema kwamba umechagua kifo. Na ninaposema kwamba Mungu alizungumza akawaambia kwamba mwawe na nafasi ya kuchagua, nataka ukumbuke kwamba kifo hakijulikani wakati wa kuja. Halo? Hebu muulize jirani, anajua siku yake ambavyo nitaweza kufanya uchaguzi ulio mwema, kwa sababu siku zangu zizijui ni siku ngapi. That is having the ability to know, ama choosing your life in the right priority. Unachagua na
nzuri, kama vile Mungu alivyonena na wana wa Israeli akawaambia, basi ninawaomba katika maisha yenu mchague uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuchagua uzima is coming to your sense, na kujua kwamba si wewe ambaye uliyejiweka katika ulimwengu huu, na baada ya kujua kwamba si wewe uliyejileta katika ulimwengu huu, japo tulifanya kuzaliwa, lakini the control ya uzima wetu ni Mwenyezi Mungu. Na ndio wakati ambapo utakuja mbele ya Mwenyezi Mungu na umwambie katika kitabu cha Warumi, ninakukubali uwe mwokozi wa maisha yangu, unielekeze katika njia zilizo sahihi. Maana Musa alielekezwa akawaambia, waambie wachague uzima, maana uzima utawasaidia kwa kunipenda, kwa kutii sheria zangu na kuenenda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu akawaambia basi. Lakini ndipo maandiko yanatuhimiza, Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli wachague, japo mimi nimewaapia kwamba watarithi nchi ambayo nimeapia baba zao, lakini wana jukumu ya kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Una jukumu ya kuchagua jinsi ungependa maisha yako yawe mbele za Mwenyezi Mungu. Una jukumu. Lakini swala ni kwamba hili jukumu sijui tunalichukulia namna gani. Sababu yake ni kwamba tunapoishi katika ulimwengu huu, sisi tumeamua maisha yaenende vile tunavyotaka. Tunasahau kwamba kuna ng'ambo nyingine iliyo mbele yetu, na hii ng'ambo si kwamba ni kwa juhudi zetu tutavuka, lakini anasema ni kwa sheria ambazo zimewekwa tutazingatia, ndipo tukivuka ng'ambo hile, basi sisi tuwe tumefanya uamuzi mzuri. Na ndio sababu Daudi akasema, mimi ninakuomba unijulishe mwisho wangu. Daudi pengine alihitaji ili kwamba ajiwazane, ili kabla hajafikia mwisho huo hawe tayari ashafanya uchaguzi mzuri. Sisi sote tuko hapa siku ya leo, Mungu ametuandalia madhabahu kupitia Mama Tabitha. Tumesikia ushuhuda mrefu wa Mama Tabitha. Na penginepo maisha yako, penginepo alipokuwa akiandithiwa historia yake, ungeweza kulinganisha ukajipima wewe una ushuhuda wa namna gani. Na iwapo pengine umeona ushuhuda huo, nafasi ya kuchagua hata bado hipo, kwa sababu ungali uko hai. Dakika tuendayo ndio hawezi kujua. Hajubu mlango wa 14 mstari wa kwanza unasema, our days are numbered. Tumechagua kutembea pamoja. Hajubu 14 mstari wa Bwana Yesu asifiwe. Bado tunasema tumechagua chaguo lililo njema. Na maandiko yanasema chaguo lililo njema ni kuchagua uzima, ili kwamba maisha yajayo tuwe na mahali pa kukaa. Mkristo furaha yake, furaha ya Mkristo baada ya kifo ni hii, kwamba Mama Tabitha, yani I have no doubt with this lady for sure. Kwa siku ambazo nimekaa na yeye, nimekuwa mhudumu wake pale AIC Junction, mwaka huu ndio nimevukia Mwaluvanga. This lady I have no doubt na maisha yake mbele ya uso ya Kristo. Japokuwa mara nyingi watu tunasema ushuhuda ni wa mtu mwenyewe ndiye ajuaye, lakini vile Roho wa Mungu ananishuhudia juu ya huyu mama ni kwamba I have no any doubt about her faith. Na vile ambavyo alikuwa anatumika, hata hivi AIC Junction wana ushuhuda kwamba amekaribia yule mama ambaye tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kwamba alipokuwa katika hali ya ujane wake na asiweze kuwa na miguu yake imwezeshe kutembea kanisani, aliweza kutafuta ni njia gani ambao atajitoa kumtumikia Mungu. Naamini kwamba wangepewa nafasi sahihi, hata wangesimama kama wajane waseme, kama wale wajane wa wakati wa Tabitha waseme, hata wanaangwa hii no wana tutumia sisi tuitume waingine. I know
basi nimatono kunga mabama kasia oneka wina na tumaongwa inipeka unduneka umujumbe ukula nyakageka wanu hata iwe Yesu wewe undoto no tumo mundio undoto no tumo mundio wakumusi anatuikathie kanisa wakumusi wewe undoto no tumo mundio okoma angemaka kuyo ndosi okeka wanu. Yaani una jambo ambalo hivi siku ya leo hata tusifike kule makanisani, tukae hapa nyumbani tu. Watu wanaweza kuulizana fulani ametuondokea njamani. Kuna jambo ambalo unaweza watu wa nyumba yako wakaulizana. Hata hivi leo wakawa wanaulizana fulani ametuondokea. Je, hili jambo litakuwa linafanywa na nani? Sababu yake ni kwamba iwapo wewe mwenyewe haujawahi peana maisha yako kwa Mungu, ukafanya uamuzi wa uzima. Basi tunaenda kuombea familia hii, na katika gari kunakuwa na injini, katika gari kunakuwa na mkurudumu, na katika gari kunakuwa na abiria. Injini ilitangulia ambaye ni mzee wa mboma hii, magurudumu imemfuata ambaye ni mama wa mji hii, na kumebaki abiria ambaye ni watoto wake. Na katika abiria kuna kondakta. Kuna mwana alisema akija kuku alikuwa akakila, lakini kondakta yule anabaki hapa, hata ukija leo utakula kuku. Usiene akwenda na kuku. Yule amebaki kondakta ni Charles sasa. Ibrahim, ukija utakula kuku, asijaisha. Kwa hivyo naamini familia gari itaendelea. Gari itaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Baada hii ya Tabitha, uliingia katika boma hii, na ukaona amekupendeza sana, na ukaona ameteseka sana, na ukaona umpumzishe. Sisi hatuwezi kusema umefanya makosa. Jambo nafanya haina makosa. Tunashirikiana na wewe. Asante kwa sababu tumeungana sisi sote, turudishe mchanga mahali ulitoka, kwa sababu sisi ni mapumbe. Roho imetangulia kwako kabisa, anatuona vile tunaendelea. Hata tukimwambia rudi hawezi kukubali, ameenda mahali pa usalama. Basi katika familia hii ninaomba kwa amani na unyenyekevu waweze kumwachilia Tabitha mioyoni mwao, aende salama salimini, ndio wabaki na amani wakiendesha mboma hii. Na ninaamini hiyo itatendeka, kwa sababu watu wote wa familia hii, abiria hawa wameokoka na Yesu ni Bwana. Nyumba hii itasidi na kusimama, ionekane ni kama wazazi wote wako hai, na ninaamini itatendeka. Wacha neema yako itutoshe sisi sote ambaye tumefika mahali hapa kuendelea na ibada hii. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Ndio tutaenda na hiyo nyimbo. Bwana hu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Safari yangu tatembea na wewe, mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe,
Usifute mashaka, sawa 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 na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, pamoja Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kiri manenaji mhubiri amehubiri na ukakaa mahali ulipokuwa na ukawaza sana kuhusu habari ambayo alikuwa amenena, habari ya kuchagua. Kwa kusema kweli, mwanadamu aliwekwa ili achague lililo njema na lililo mbaya, na kwa sababu sisi wenyewe tulichagua lile ambalo hatukulifaa fahamu sawasawa, basi ndio sababu mwanadamu akaambiwa mahali ulitoka ndipo utakaporudi. Kwa hivyo Tabitha tunamregesha kwa sababu ya neno hili ambalo limeandaliwa pale shambani la Edeni. Ndipo ninataka kusoma katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 3 mstari ni wa 19. Nataka nisome pale alafu tulibariki kaburi hili. Tusome pamoja. Michongomo na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za utarudi. Hivyo mavumbi yanarudi katika mavumbi. Ingawa mambo mengi, kusoma kwetu, elimu zetu zinatupeleka mahali ambapo sisi. Mwili umeambiwa urudi mavumbini.
Bwana asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ukaye mahali pa juu, mahali patakatifu, tunasema tuko na kiwiliwili cha Tabitha mahali hapa Bwana, na ndipo tukakiweka katika kaburi hili, Mungu wetu wa mbinguni. Maana wewe Yesu Kristo ulichongewa kaburi na ukawekwa mahali pale, nasi sasa wakati huu tunaweka Tabitha katika pango hili ambalo wewe sisi wenyewe tumelichimba na kuliweka ili tayari ikawageze kupokea kiwiliwili cha mtumishi wako Tabitha. Baba, tusaidie na uwe pamoja nasi napoenda kulibariki kaburi. Naomba Roho wa Bwana atembee pamoja nasi, na malaika wa mbingu wakashuhudie, na malaika wa mbingu ili wakazunguke kaburi ile. Maana pale shambani ulikuwa umeweka malaika ambaye alikuwa na mwali wa moto na upanga. Basi kaburi ili Baba yetu na Mungu wetu, ili ukazidi kulizunguka na mwali wa moto na upanga, maana kila mitego na kila minyororo tupate chombo, tupate mchanga. Kila mtu wa familia tafadhali. Haya, tutoa kwa mchanga hapo nyuma kama onekana kuna vitu. Familia wote, wachungaji wote, soda mchanga mwingi tuzungusha hapa. Tunazungusha tu tukichukua hivi. Na miaka asawe mwene niuka. Sasa ni wakati wa kuweka zile slabs. Wanaohusika siwakaribie, tusaidiane. Hizo slabs ziko hapo. Bundi bongo zulu nyuzi kama kanda. Kuelewa undumandiko mangai endo amekwasa tutane kwithiwa utanu muthei
walioweza kufika hadi huku hivi, waliotushika mkono kifedha na maombi. Mungu awabariki, Mungu aongezee. Hiyo ndio asante yangu kwa niaba ya familia. Barikiweni sana. Hallelujah.